Siku ya leo mmeonyesha na kudhihirisha maboresho makubwa ambayo yamefanyika, kuanzia kwenye vifaa ambavyo viko hapa uwanjani, magari na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika kuzima moto na uokoaji. Lakini pia vifaa hivyo vinahitaji kuwa na nguvu kazi au rasilimali watu mahiri inayoweza kuvitumia, na maana yake ni kwamba Mheshimiwa Rais ambaye ndiye kiongozi wetu wa serikali ya awamu ya 6 amefanya kazi kubwa kuboresha rasilimali watu, na tumeshuhudia hapa, tumemwona askari wetu mahiri kabisa Claudia ambaye ameshuka kutoka kwenye ghorofa kule mpaka hapa akionyesha umahiri wa kuokoa. Mimi nikiri mwenyewe kwenye ile ghorofa kule juu hunipandishi. Niwapongeze sana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ushirikiano mkubwa mnaofanya na wadau mbalimbali katika kutekeleza majukumu yenu. Tumeona hapa taasisi, makampuni pamoja na mabalozi ambao mnawatumia, kwa sababu kazi ya uokoaji na kazi ya kuzima moto hamwezi kuifanya peke yenu, ni lazima mshirikiane na wadau mbalimbali, na nyinyi siku ya leo mmethibitisha ni namna gani mnashirikiana na wadau hao katika utendaji wa kazi zenu. Niwapongeze kwa kuendelea kutoa elimu kwa jamii yetu, mashuleni na kwenye mitaa na maeneo mengine, kwa sababu kupitia elimu mnayoitoa, maana yake tunaweza kujikinga na majanga yanayoweza kuletea athari mbalimbali. Kwa niwapongeze kwa elimu ambayo mnaitoa. Ni imani yangu kwa niaba ya mkuu wa mkoa mtaimarisha ushirikiano na utoaji wa elimu kwenye maeneo tofauti tofauti. Tufike kwenye mashule yote ndani ya mkoa wetu na wilaya zetu. Tuhakikishe kwenye shule za msingi tunaanzisha klabu za zimamoto na uokoaji ili vijana waanze kupata elimu mapema katika maeneo hayo. Tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho. Kauli mbiu hii imeenda sambamba na maboresho makubwa yaliyofanywa katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Ndugu mgeni rasmi, wewe umekuwa ni shahidi, umekagua mitambo ya kisasa, vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuzima moto na maokozi. Pia umeona umahiri na uhodari wa maafisa na askari wetu wa Jeshi la Zimamoto. Hii yote tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6. Tunaomba shukrani zetu za pekee utufikishie kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunasema asante sana kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Tunashukuru. Tunashukuru sana kwa kuliwezesha jeshi letu la Zimamoto na Uokoaji kuwa na vitendea kazi bora na vya kisasa vinavyoweza kuendana na matakwa halisi ya teknolojia ya kisasa katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa jina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Mabusi Peter. Ndiye kamanda wa mkoa wa Ilala, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini pia ndo kamanda zono kamanda wa mkoa wa Dar es Salaam. Tumekuwa na wiki ya zimamoto na uokoaji duniani. Tarehe 4 ya kila mwaka, tarehe 4 ya mwezi wa 5 ya kila mwaka huwa tunasherehekea wiki ya zimamoto na uokoaji duniani. Shamra za wiki hii huanza tarehe 28 ya mwezi wa 4 na kuhitimishwa kilele chake tarehe 4 ya mwezi wa 5 ya kila mwaka. Kwa hiyo leo ni kilele cha sherehe hizo ambazo mnavyoshuhudia tunaenda kuhitimisha. Tumekuwa na sherehe nzuri tangu tarehe 28 kama mnavyoshuhudia. Tumekuwa na mabanda ya bidhaa mbalimbali, tumekuwa na wadau mbalimbali, tumekuwa na makampuni mbalimbali, na yote hii ni kusherehesha sherehe hizi za kuelekea kilele cha wiki ya zimamoto duniani. Ndugu waandishi wa habari, kwa nini zimamoto duniani?
tumekuwa na sherehe hizi kuwakumbuka wazima moto waliopoteza maisha yao kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao. Na sherehe hizi zilianza katika nchi ya Australia ambako kulikuwa na msitu mkubwa, na katika kupambana na moto mkoa husika ulihitaji kuongezwa nguvu ya wazima moto ili kukabiliana na kukabiliana na moto uliokuwepo katika nchi ya Australia. Wazima moto 5 walitoka katika nchi ya Australia, mkoa wa Victoria, kwenda katika mkoa wa Linton kwa ajili ya kuongeza nguvu katika majukumu yao ya msingi kama nilivyosema. Walipofika pale wakazingirwa na moto baada ya upepo kubadilika, na bahati mbaya wazima moto wote 5 wakafariki katika ajali hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 5 1998. Kwa hiyo tangia hapo kamanda wa zimamoto na uokoaji nchini Australia akaitangaza siku hii kuwa siku ya kitaifa ya kimataifa kwa ajili ya kuwakumbuka wazimamoto ambao wamepoteza maisha katika majukumu yao. Kwa hiyo kuanzia hapo ikawa ni siku ya kimataifa ambazo nchi zote duniani huadhimisha siku hii ya zimamoto duniani. Kwa hiyo nasi kama sehemu ya wanafamilia wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaikumbuka kwa kuwaenzi wenzetu ambao walipoteza maisha katika tukio hilo kubwa ambalo lilihuzunisha